Naam, waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Tayari Harmonize ametangaza balaa zito itakapofika mwaka huu tarehe 25 mwezi huu Disemba. Yaani huu mwaka bado hujaisha. Ikifika tarehe 25 Disemba mwezi huu, manake Harmonize anataka kuja kuleta hit song 3. Cha kwanza kabisa ni kwamba ameshatambulisha ujio wa ngoma mpya, lakini pia tunaona ametambulisha ushirikiano wake pamoja na Mbosso, ambapo tunaona Harmonize ngoma yake pamoja na Mbosso amesema kwamba itakuwa ni ngoma kali, lakini pia hapa nakuletea sasa mtiririko wa ujumbe ambao ameweza kuweka kupitia ukurasa wake wa Instagram. Cha kwanza akaandika Merry Christmas to you all. I hope this is the gift. 3 hits 1 night. Akaweka boxi 3. Part time, thanks for trusting me, was good and new experience 2025. Mungu awabariki sana. Anamaanisha hivi kwamba heri ya Christmas kwenu nyote, na tumaini hii ni zawadi ya hit song 3 katika usiku mmoja. Yaani atatoa ngoma 3 ndani ya usiku mmoja, yaani siku hiyo moja atatoa ngoma 3 kwa pamoja. Afa kaandika party time for thanks trust me, manake kuna ule muda wa kusherehekea. Kwa wanashukuru kwa kuweza kumwamini, na kilikuwa ni kitu kizuri, lakini pia ni uzoefu mpya wa 2025. Mungu abariki sana, manake huu mwaka kabla hujaisha anataka kuja kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika na mtu yoyote, na tunaona ni uzoefu mpya, na anatoa hit song 3 ndani ya usiku mmoja, kitu ambacho si cha kawaida. Na nikukumbushe tu, hakuna msanii ambaye anaweza akafanya kitu kama hicho. Alishafanya kitu kama hicho mwaka huu tangu uanze. Maana yake ni kwamba tangu mwaka unaanza Januari mpaka sasa hivi, ni kwamba hakuna msanii ambaye amejitahidi kutoa ngoma 3 kwa usiku mmoja. Maana yake anataka kuja kuweka rekodi mpya, kutoa ngoma 3 ndani ya usiku mmoja. Kupitia slide 16 ambazo ameziweka, tunaona kuna ushirikiano pamoja na Mbosso. Ngoma yake inaitwa Leo, kwa hiyo ngoma ya kwanza inaenda kwa jina la Leo. Lakini pia tunaona walifanya interview, au sio bana, na tunaona Mbosso pamoja na Harmonize, tunaona picha zao. Lakini pia tunaona kuna ngoma nyingine ambayo ameshirikiana na Focalist pamoja na Chicolotte. Hii ni ngoma moja sana, ngoma moja bonge la hit song ambayo tunaona ameshirikiana na South. Kwa hiyo pia tunaona alitoka Tanzania mpaka South Africa kwenda kwenye studio za Focalist na wakarekodi ngoma. Hii inapatikana katika album yake mpya, lakini pia katika ngoma yake pamoja na Focalist pamoja na Chico, hii ngoma inaenda kwa jina la Uko Wapi. Title ni ya Kiswahili kabisa. Kwa hiyo humo ndani sipati picha itakuwaje. Ukiachilia mbali na hivyo, kuna ngoma ambayo ameshirikiana na Yana Toma. Ngoma inaenda kwa jina la 6 round. Ni ngoma ambayo ameimba kwa lugha ya Kiingereza, na hii inaonyesha ni Harmonize ambaye yuko kwenye ring anapambana. Anaonyesha uwezo wake mkubwa sana katika mchezo wa ndondi. Sasa tunaona mashabiki wamefurahishwa na taarifa hiyo, kwa sababu tunaona tangu mwanzo tunaona watu walikuwa washaanza kuwakataa wasanii, lakini kwa hili inaonekana kabisa kwamba Harmonize amejipanga. Sasa kutokana na maoni mbalimbali, kuna jamaa mmoja hapa ametoa maoni yake, anaenda kwa jina la Unstoppable VLC, akaandika Konde, Pimbi atakuzoea siku moja, ukapige ngumi kwanza, maana kanaleta mazoea. Pimbi ni Mr. Pimbi ni yule jamaa ambaye huwa anamponda Harmonize. Harmonize hivi yuko busy kurelease project zake, na tunaona Mbosso mshedede, tunajua mkali wa power, amejiandaa kuja kutoa ngoma na Harmonize, kwa sababu tunaona ushiriki wake umeonekana kufuatiliwa na wengi sana, hasa ukizingatia mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka bora sana wa Mbosso. Cha kwanza, ametoka katika lebo ya WCB chini ya Diamond Platnumz, na hapo baada ya kutoka akaenda kutoa hit song
yani akaenda kutoa hit song, ngoma inakuja jina la Power. Kiukweli ngoma ile ilileta taharuki mitandaoni. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwamba hata WCB wenyewe hawakuamini kwamba anaenda kutoa ngoma kali kiasi kile, lakini pia tunaona ushiriki wa Diamond katika ile ngoma uleta tatizo kubwa, kwa sababu wengi wanasema kwamba pengine Diamond ndiye aliyeandika ile ngoma, ndiye aliyemsaidia kibonzo na vitu kama hivyo, lakini Mbosso aliulizwa katika interview mara kwa mara na kusema kwa majibu yake ilikuwa ni kwamba hakuna alichoandika Simba, ilikuwa tu ni support kama brother na vitu kama hivyo. Na tunaona Baba Levo alimjia juu Mbosso na kusema kwamba tupe melody yetu, kwa sababu ile melody aliandika Simba ambaye anamaanishwa ni Diamond Platnumz. Lakini sasa katika hilo tunaona hawa wawili wametoka kwenye gengi ya mtu mmoja Simba. Hapa nazungumzia Mbosso pamoja na Harmonize. Maana yake ni kwamba wametoka katika lebo moja na wanamfahamu bosi wao, lakini pia tunaona muunganiko wao inamaanisha kabisa kwamba umetokea tu mara baada ya Mbosso kutoka katika lebo ya Wasafi. Kwa hiyo hapa nategemea kitu kimoja, ni kwamba itakuwa ni game win both kwa wote, manake Mbosso pamoja na Harmonize, kwa sababu ametoka kutoa ngoma ya Power. Kwa watu wanataka kuona baada ya Power kuna ngoma gani atatoa kali, lakini pia hii ni ngoma ambayo Harmonize hata kama itakuwa ya kawaida, lakini itakuwa ni kali. Kwa sababu gani? Atakuwa amewahakikishia mashabiki zake kwamba ana uhakika wa kutoa ngoma kali na msanii mwingine. Kwa hiyo hii ngoma itafuatiliwa na wengi, kwa sababu itajenga attention kubwa sana, kwa sababu watu wengi walikuwa wanatamani kuona siku moja Harmonize akishirikiana na Mbosso katika ngoma. Na kumbuka hawakuwahi kushirikiana hata kipindi kile ilivyokuwa katika lebo ya Wasafi. Kwa hiyo hii ni mara yao ya kwanza. Kumbuka Harmonize tayari ameshafanya kazi na Rayvanny magoma kibao. Kuna Paranayo ameshafanya naye kazi, lakini pia tunaona sasa hivi wameshirikiana katika Sensema. Of course sasa hivi inasemekana kwamba kuna ngoma nyingine pia wanataka kuja kutoa, lakini sasa Harmonize amepambana na kuweza kupata collab. Kwa hiyo huo ni naweza kusema kwamba ni nafasi nzuri sana kwa Mbosso, kwa sababu kwenye hii game ya Bongo Flava lazima utafute ni wapi ambako unaweza ukajishikiza. Kwa hiyo kwa upande wa Konde ni msanii ambaye kiukweli kwanza ana baraka, ukifanya naye kazi kiukweli unaenda viral. Kwa mfano ukiangalia msanii Abby Chams, ushiriki wake pamoja na Harmonize umemsaidia kuingia kwenye tuzo za BET na kuingia katika nomination, lakini kwa bahati mbaya hakuchukua. Kwa hiyo nadhani next year itakuwa ni super. Dondosha maoni yako, hakikisha na bonyeza alama nyekundu ili uandikwe subscribe, share, like na comment.